tumefika hapa katika eneo hili la Nyamhongolo, mtaa wa Bupumula, wilaya ya Ilemela. Tumefika tukiwa tumeongozana na maafisa na askari, lakini na viongozi mbalimbali wa mtaa na kata. Tumefika kufuatia taarifa ambayo tumeipokea kutoka kwa wananchi kwamba kuna mtu mmoja ambaye amekuwa akiendelea na ujenzi katika eneo hili, ujenzi ambao hauna vibali, lakini wakawa na mashaka na ujenzi unaofanyika katika eneo hili. Kufuatia taarifa hizo, jeshi la polisi tulifika jana mara moja kwa lengo la kuja kufanya uchunguzi zaidi. Baada ya kufika hapa, tulibaini kwamba eneo hili ni mali ya mtu mmoja ambaye anaitwa Evans Mbeka Bisesagu. Yeye ana umri wa miaka 47. Kazi yake ni mfanyabiashara wa vifaa vya ujenzi katika maeneo ya Igoma na Rwagasore, lakini pia anaishi hapa katika mtaa wa Nyamhongolo, eneo la Nyamhongolo, mtaa wa Bupumula, wilaya ya Ilemela. Na eneo hili amelipata takriban zaidi ya miaka mitatu sasa au minne hivi amekuwa akilimiliki. Bwana huyu ambaye anaishi hapa akiwa na mke wake, lakini pia na watoto, anao mji, ana nyumba moja ambayo imekamilika kwa juu kama inavyoweza kuonekana hapa, na ujenzi mkubwa unaendelea huku kukiwa na nguzo kadhaa zinazoonyesha kwamba pengine bwana huyu anaendelea na ujenzi mkubwa, lakini pia ujenzi unaohitaji gharama kubwa kwa sababu ya vyumba vingi na vinahitaji kushikizwa vizuri kwa sababu ya kuweka uimara. Baada ya kuona hali hiyo, tukamuuliza mtu huyu kuhusu vifaa vibali vya ujenzi. Katika uchunguzi tuliofanya, tulibaini kwamba hana kibali chochote cha ujenzi. Hata hivyo, na mamlaka za kiserikali hazikuwa na taarifa yoyote kuhusiana na ujenzi unaoendelea katika eneo hili. Sasa ilibidi tulikague kwa kina ili eneo kuona hasa anajenga kitu gani. Tumebaini kwamba ujenzi huu ulianza mwaka 2022, lakini jengo lina vyumba 15, alivyo design litakuwa na vyumba 15 kwa juu, lakini chini bwana huyu ameweza kutengeneza mahandaki. Kuna jumla ya mahandaki 6, lakini katika hali ya kushangaza mahandaki haya 6 yamekuwa yakijengwa kwa siri kubwa sana, na ujenzi wake umekuwa ukifanyika wakati wa usiku na kwa siri kubwa sana, kiasi kwamba hakuna mtu anayefahamu kwamba kuna ujenzi wa aina hiyo ulikuwa unaendelea. Lakini hata hivyo, mahandaki hayo si salama. Ina maana kwamba hata wale waliokuwa wakijenga walikuwa wanafanya ujenzi katika mazingira ambayo ni hatarishi. Si salama kwa maana kwamba yale mahandaki yamejengwa baadhi ya maeneo hasa ya juu hayana zege imara kwa ajili ya kuzuia udongo kuporomoka. Kwa hiyo mahandaki hayo pia sio salama. Lakini mahandaki makubwa kiasi cha watu kwenda kule kukaa na hata kufanya shughuli zao, kwa sababu tumekuta ndani humo kuna viti, jambo ambalo linaashiria kwamba kuna wakati ambapo kuna watu huingia na kufanya shughuli za kibinadamu kule chini kwenye hayo mahandaki. Hata hivyo, tumegundua kwamba amekuwa na taarifa zisizoeleweka. Hata alivyokuwa akiulizwa na mamlaka mbalimbali za kiserikali katika eneo hili na jeshi la polisi, tumemhoji, amekuwa na taarifa nyingi. Mara anasema anajenga nyumba kwa ajili ya kuishi na hayo mapango ni kwa ajili ya kuishi, lakini amekuwa na maelezo mengine kwamba anajenga nyumba kwa sababu ya shughuli za ibada. Sasa kutokana na utata huo wote kwamba anafanya ujenzi bila kuwa na hati za ujenzi na mamlaka za kiserikali hazina taarifa, hatujaweza kuona hata ramani ya ujenzi wenyewe, hatujaweza kuona hata fundi mkuu, na namna ambavyo ameyaweka na kuyajenga hayo mahandaki, tumetia shaka katika jicho la kiusalama kwamba lengo la bwana huyu
ni nini, anajenga haya mahandaki kwa ajili ya nini. Kwa nini asijulishe mamlaka zinazohusika ili zikafahamu jambo hili linaloendelea hapa? Sasa kwa mashaka hayo tumeweza kumkamata yeye Evans Ndeka Bisesago akiwa na hawa ni vibarua ambao alikuwa akisaidizana nao katika shughuli za ujenzi hapa. Mmoja anaitwa Ngasa Kasuka, watatu anaitwa Amadi Juma Kashinje, na mafundi wengine ambao amekuwa akishirikiana nao katika ujenzi huu. Wote wanatafutwa na yeye mwenyewe ataendelea kuhojiwa ili kubaini ni kwa nini alikuwa anafanya ujenzi huu na kwa nini alikuwa anaufanya kwa siri na kwa nini hakupata vibali kutoka kwenye mamlaka zinazohusika. Lakini pia tumeweza kufuatilia eneo hili, pia ujenzi ulikuwa ukifanyika hapa. Huyu ndugu hana vibali, hana hati za umiliki wa kiwanja hiki. Sasa tunamchukua kwa ajili ya kumhoji, na mahojiano hayo yatashirikisha mamlaka mbalimbali za serikali ili kuweza kujiridhisha na mambo ambayo alikuwa akiyafanya hapa, hasa ukitilia maanani kwamba ni jukumu letu sisi jeshi la polisi kuhakikisha kwamba wananchi wanaendelea kuwa salama katika maeneo yao. Asijitokeze mtu yoyote akafanya shughuli ambazo hazieleweki na mwisho wa siku zikahatarisha hali ya usalama wao pamoja na mali zao. Lakini pia nizitahadharishe mamlaka mbalimbali za kiserikali katika eneo hili kwamba hazina budi kufuatilia kwa kina watu mbalimbali wanaoingia katika maeneo ili kujiridhisha na mienendo ya tabia zao, hasa katika swala zima la kiusalama. Lakini pia ujenzi wote unaofanyika katika hii mitaa ni lazima mamlaka zinazohusika zihakikishe kwamba vibali vya ujenzi vinafuatiliwa, na kama vitaonekana mtu ana vibali vya ujenzi, basi lazima asitishiwe ujenzi.